katika jina la Yesu. Nasema tusome kwa jina la Yesu. Bado amen haijaenea, ni ya watu wawili. Tusome katika jina la Yesu. Matendo ya Mtume sura 4 sura 5 mstari wa 12. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika alama na maajabu mengi katikati ya watu, nao wote walikuwa kwa nia moja katika baraza ya Solomon. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyesubutu kuungana nao, lakini wote wakasifu. Nao waliamini Bwana, wakaongezeka sana wanaume na wanawake. Hata walibeba wagonjwa nje katika njia, wakaweka mikono juu ya mikeka ya vitanda, ili Petro akikuja kivuli chake kiwafikie wachache wao. Na makutano walikuja toka miji iliyo kando kando ya Yerusalemu, wakakutanika, wakaleta wagonjwa, nao wakachokozwa zile pepo, na wote wakaponyeshwa. Amen. Naweza kuikaa. Nitaanza kuwafundisha somo ambayo inasema viwango vingine. Msalimu ndugu yako, mwambie viwango vingine. Kwa Kiingereza tunaweza sema another level. Kifaransa mnaweza sema l'autre dimension. Ama tunaweza kusema niveau. Waingereza wanasema vizuri another level. Viwango vingine. Hii ndio somo ambayo tutakuwa na muda wa kugawa katika wiki hizi ambazo Mungu ametupatia hapa Jehova Nisi. Mtu mmoja aseme amen. Tunaweza kuingia kanisani watu 400, 500 au 1000 ya watu, lakini utakubali kwamba hatuko kwenye level moja. Mwili labda inaweza kuwa na rangi moja, afya inaweza kuwa inafanana, lakini kwenye level ya kiroho, kwenye ngazi za kiroho hatuko kwenye ngazi moja. Na Roho Mtakatifu kila mara anapopata nafasi ya kunifunza kwa neema zake habari za viwango, amenipeleka mbali sana, na nikakuja kuelewa kwamba kadiri kiwango chako cha roho kinapanda, hata vita vyako vinaweza panda, na hata pia baraka zako zinaweza panda. Tunapoingia hapa kanisani, sote hatuna viwango vimoja vya kuelewa. Kuna mafundisho naweza nikafundishe, wamoja watakielewa kwa sababu ni viwango vyao, na kuna wengine ambao hawezi wakavielewe. Hata wakitoka nje wanaweza shindwa kukuelewa kwa sababu kiwango ulichokiongelea ndani hajawahi kukisikia tangu kuzaliwa. Sasa magumu ya kanisa ni kwa sababu wote wanafunzwa kwa pamoja. Lakini nawishi Mungu akitusaidia nafasi nzuri hata Jehova Nisi, tunapaswa kuwa tunafundisha watu viwango kwa viwango kadiri ya watu wanaweza kuelewa. Kwa maana kuna maneno mengine ambayo mtu ambaye anaanza shule ya kiroho na mtu ambaye anataka kwenda kufikia katikati ya shule ya kiroho hawezi wakaelewe sawa. Makusudi ya Mungu kanisani si kana kwamba tubatizwe tu, tujazwe Roho Mtakatifu peke yake, lakini kusudi la Mungu ni kwamba tupande viwango juu ya viwango. Yaani kwa ngazi zote zile. Kwenye maombi unahakikisha kiwango chako cha jana umekiacha, unapanda kiwango kingine cha juu. Magumu ni kwa sababu watu kuliko wapande viwango juu ya viwango, wako wanatoka kwa kile kiwango walikuweko jana na wanashuka kwa kiwango kingine. Ndio maana nguvu za Roho Mtakatifu hazionekane kanisani, kwa maana watu hawapande viwango na viwango. Na nani mwanzilishi wa viwango? Ni Kristo peke yake. Kwa sababu ishara ya kutuokoa ilikuja kwa picha ya kuongezeka. Msalaba iko plus, haiko mwe. Na mtu ambaye anakuja ndani ya Yesu Kristo anapaswa kuongezeka kila siku, utukufu juu ya utukufu, neema juu ya neema, na baraka juu ya baraka. Unikubalie kama mtu ambaye anafuata mafundisho Jehova Nisi mwaka mzima, kama maisha yake haibadiliki itakuwa na shida ya kiroho. Kwa sababu mtu ambaye anasikiza kila siku, namna yake ya kuelewa inakuwa zaidi ya mtu ambaye hajawahi kusikia. Na Mungu wa mbinguni
atembee na watu ambao hawapande viwango. Andika vizuri. Kuna huduma nyingine hautapewa na Mungu kama kiwango chako haiko tayari kupokewa ile huduma. Wakati inge dimension yenye uko ndani hayakubali ile huduma, haiwezi ingia kwa maisha yako. Kuna ndoa nyingine Mungu hawezi kupa hata ukiitaka. Hawezi tia kwa mikono yako wakati ile ndoa iko na level ya juu, iko na dimension ya juu. Hata ukimwambia Mungu akupe, Mungu hawezi kupa. Wengi wanasema, Yesu alisema lolote mnaloomba mtalipata. Ndio, lakini wanani wanaweza kuomba ili kwamba wapate? Wanaoweza kuomba ili kwamba wapate ni watu ambao wanastahili kupata kile walichokiomba. Kuna kazi unaweza kumomba Mungu na hawezi kupa kwa sababu level yako, dimension yako hayaruhusu upate kile kitu. Na magumu ni kwamba tuna watu ambao wanaomba vitu vikubwa wakati dimension yao ya kuelewa ikingali chini. Kuna miujiza mingine hamwezi mkaone Jehova Nisi wakati hamko tayari kuelewa kwamba ni Mungu. Kwani Mungu hawezi kuleta miujiza kisha mseme ni madawa aliifanya. Kwa hiyo Mungu hata mnamuomba na hamko tayari kushuhudia kama ni Mungu aliifanya, hawezi akawapatie nayo. Magumu ya kanisa ni kwa sababu tuna watu ambao wanasikia habari za Mungu, wanamwamini katika moyo, lakini Mungu akijidhihirisha kwao wanaona vitu fulani, kesho wanasema si Mungu alifanya, ni shetani. Kwa mfano nikuje hapo asubuhi niwaambie tuna mkutano wa miujiza na watu wanakusanyika wanajaa hapa, na kamata fimbo na ipiga chini na geuka nyoka, mtaniita nani? Mtajua vizuri ilikuwa fimbo ya kupiga ngoma alafu ikageuka nyoka. Na vile viwango vya kuona fimbo inageuka nyoka hamwezi mkapate miujiza ya vile, kwa sababu level yenu hayaruhusu muone miujiza ya juu. Yani kuna wakati mwingine mwanza kasema mbona akienda huku kunafanyika miujiza, akienda huku Mungu abadilike, lakini watu ndio wanabadilika. Yani kama ndani yako haujakuwa na nguvu za kuamini kama Mungu anaweza yote, kuna vile venye Mungu atafanya kwa maisha yako. Lakini siku utaamini kwamba Mungu anaweza yote, ndio siku utaona yote. Katika ulimwengu wa viwango vya kiroho usikubali kila mtu akuelewe, kwa maana anayekuelewa manake mnakuwa naye sawa sawa. Lakini ukipanda juu ya mtu hawezi akakuelewa hata siku moja. Ndio maana mambo ya kiroho ukianza kuieleza kwa mtu ambaye haikuwa kiroho, anaweza akakuuzisha upelekwe Misri ukufe, kwa sababu viwango vyako na vyake haviwezi kuwa sawa sawa. Magumu ya kanisa ni kwa sababu wote ni washirika lakini wote si wana wa Mungu. Wote ni washirika lakini wote hawajaokoka. Wote ni washirika lakini wote hawajakomaa kiroho. Katika maisha ya kiroho Mungu hahitaji watu ambao wataitwa washirika wa Jehova Nisi, anahitaji wana wa Mungu ambao wanakomaa. Hapana les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Wana wa Mungu wale ambao wanakomaa ndio ba fils. Les enfants ni watu wachanga. Na Yesu hata kamata ba minere kwenda mbinguni, atakamata mtu mweko na maturite mwana komaa juu kwenda mbinguni. Kuna miujiza hautapataka wakati hauyakuwa kwenye ile viwango vya kuipokea. Siwezi kununua gari na sina franga karibira. Na hata hauna gari na ile franga karibira na utaipataka. Ukinunua gari hiyo peki itaanza leta franga ya nini? Ya karibira. Ni shida ya viwango. Wakati uko na nyumba chambre moi na salo, kuko biti yenye Mungu hawezi kupa. Mungu hawezi komble kwenye hakuna vide. Mungu anakomblaka kwenye vide iko. Maisha yako uishi na mavide usiku na mchana. Hata kama hujapata kitu, mkichwa yako kunaona kuna kitu hakijaenea. Kadiri vide ziko nyingi, Mungu ataikomble. Ukikuwa na maono ya kitu, mwaka haiwezi isha bila Mungu patia nacho. Mimi kila kitu ambacho niliona kwa macho yangu nikakitamani, nikamwambia Mungu anipe, ananipatia kile kitu. Kumbe Mungu hawezi timiza vitu ambavyo haitakuwa ndoto zako. Siku utaamini kupata parcele ya heshima, Mungu atakupatia ile parcele bila kujua ulitoka wapi. Maisha ya kiroho inapanda kutokana na viwango. Unaweza kuwa na nyota ya ajabu na kugarsomo iko na pesa, au ni mhubiri mkubwa, au ni businessman mkubwa, na unaweza tu kama unaweza kuwa boy yake. Yeye anayaka kama unaweza kuwa bibi yake. Sasa anapokuambia anakupenda kwa sababu viwango vyako haviko kwake, unasema nataka sacrifice. Huyu ni Freemason.
anataka niua. Kwa sababu unaangalia wewe na yeye hamuko sawa sawa. Acha niambie mtu mmoja, ukishaamini Yesu, ukishaingia kwenye viwango, Mungu akupatia yake vinavyokustahili, anakupatia mambo iliyo juu ya kawaida yako, ili kwamba useme hiki kitu si kwa majeshi wala silaha, bali ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Watu wote waliotembea na Mungu walifanya vitu ambavyo haviko vya kawaida kwao, kwani jiwe kawaida yake ni kuua ndege, lakini ikiwa juu yake jina la Yesu Kristo itaangusha Goliathi. Ndio maana Daudi alisema, na kujia kwa jina la Bwana wa majeshi uliyemdharau leo. Alafu ile jiwe inakuwa na jina la majeshi, itatoka mkawaida ya kuua mapanya na mandege, na itaangamiza watu wakubwa. Hata kama uko na sura kuolewa na motari, ukishaingia kwa Yesu kuna panda ngazi nyingine ambayo anakupatia kitu ambacho haiko sura njoo ilileta, haiko masomo njoo ilileta, haiko jamaa njoo ilileta, lakini Mungu wa viwango njoo anakupatia nayo. Natangazia mtu mmoja, Mungu ampandishe kwenye ngazi ya juu sana. Kila kenye uliamini Mungu anaweza pana na akupatie nacho, ili utakapokana watu useme, kwa akili zangu nilijua haiwezi wezekana. Mpe mtu mmoja i5 umwambie maisha yako ngisi unawaza. Kuna mtu anajua kwamba kutolea Mungu ni 500 francs, njoo anawaza. Kuna mtu anajua kwamba hata dola ni haki za Mungu. Hawezi taka mtu yote akuelewe. Mtu anafikiri kwamba kuomba saa moja inatosha. Kuna mtu wa saa 7, saa 10. Ndio maana kanisani usiku najiunga kwa kila mtu akuwe rafiki yako, kwa sababu haujui kiwango ambacho uko nacho. Kuna mtu ukijiunga naye anakuondoa kile kiwango chako, unakuwa mtu wa kawaida. Unapokaa kanisani mwangalie Yesu wa viwango, na utakuwa unapanda usiku na mchana. Kanisa ambayo haipande viwango haikutoka kwa Yesu. Ulimwengu wa kiroho hamuna cheo. Ulimwengu wa kiroho mko viwango. Ulimwengu wa kiroho hamuna cheo kusema huyu ni bishop, huyu ni archbishop, huyu ni representant, ni vice representant. Ile haiko ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho mko kitu kinaitwa dimension. Anaweza kuwa hana cheo kanisani, lakini kwa sababu ya nguvu za Roho, Mungu anamuita general, Mungu anamuita kapiteni wa jeshi la Bwana. Unapoingia kanisani usitamani cheo, tamani kiwango, tamani dimension. Kuna mtu mwingine katikati yetu juu ya dimension ya juu iko na malaika 40 ambao wanamzunguka. Sote hatuna malaika wa hesabu moja. Lazima uelewe kile kitu. Kadiri kiwango kinapanda, vita vinapanda na ulinzi unapanda. Ndio maana kiwango chako kikipanda, Mungu anafanya mbingu ishuke, yasi kuzingira usiku na mchana. Kuna mtu mlozi hawezi ua hata mbingu zikae kimya kwa ajili yake. Mungu alishaweka ulinzi juu yake. Anasema, kilicho mikononi mwangu hakuna aweza. Niko natabiri kwamba anayefanya uchawi juu yako imrudilie yeye na jamaa yake, kwa sababu ni wakati wa viwango. Kuna mtu mwenye sumu haiwezi ua, kwa sababu ndani yake muna ahadi za kunywa sumu na hata fisha. Na ingelikuwa uchawi na uwaka kama ukuwake tena, kwani kuna mbinu zilifanyika kwa ajili yako, lakini mkono wa Bwana ulikuwa juu yako. Mtu ambaye utafanya naye vita, tafuta kujua ana viwango gani. Toka kwenye levu ya chini, mwambie Mungu nipandishe kwenye levu ya juu. Wakati ambapo unaweza kaa kanisani uko unasema makuta haitokake tena mbinguni, maana haikuwake tena. Mtu wa viwango yeye anaamini kwamba yote yawezekana kwake anayeamini. Niambie mtu mmoja kwamba siku Mungu atakubariki, hatapitia kwenye mlango wa kawaida, atapitia kwenye kibambazi. Anapasua kibambazi ili akuoneshe kwamba mimi siko sawasawa na wanadamu. Yule ambaye ulikuwa hauwazie, ndiko baraka zako zitatokea pale, kwani Mungu ni wa viwango. Unapoamini kwamba naweza kuokoka na niko tajiri, na utakuwa tajiri. Ukiamini kwamba utazeeka, na utazeeka. Ukiamini kwamba utatembea dunia yote, utatembea dunia yote. Shida ni viwango vya kuamini. Mtu mmoja aseme amen. Magumu ya kanisa ni kwa sababu tunamwamini Mungu mkubwa, lakini kwenye kichwa na moyo tunamfanya mdogo. Ni kwa sababu ya viwango. Hebu soma Biblia vizuri. Yesu anamwambia Petro, mutaweka mikono juu ya wagonjwa, watafanya nini? Watapona. Maanake Mungu akamata hospitali zote za dunia, akaitia mikono ya waapotre.
Niko natangazia mtu mmoja kwamba farmasia haitakuona tena, dispensary haitakuona tena, hospitali haitakuona tena. Inaamini na sisi yule mtu yuko hapa, naamini kwamba inawezekana uzeeke na ukungiaka hospitali. Naamini inawezekana ufanye miaka 10 na ukungia hospitali. Natangaza kwamba hata ndani ya familia lako hakuna mtu tena ataingia hospitalini. Natabiri kwamba Mungu atakupatia afya, kwani kwenye mikono ya mitume, kwenye mikono ya walioamini, Mungu akaweka hospitali. Tena kinachonibariki haiko hospitali ya kuponya malaria tu, hospitali ya kuponya kila kinachoitwa magonjwa, iwe kansa, iwe sida, iwe tuberculosis. Mtu yote ambaye utamwekea mikono ataona muujiza, kwani Biblia inasema lolote muombalo kwa jina langu litatokea. Biblia ikutuambia hii magonjwa ndio haiwezi, hii ndio inaweza. Magonjwa yote ambayo inaweza kuwa kwenye maisha yako, niko naipasua magharibi ya leo katika jina la Yesu. Iwe ya wachawi, iwe ya kuzimu, iwe ya mapepo, iwe ya kawaida, katika mwili wako, ndani ya tumbo yako, ndani ya maisha yako, Bwana arisiruhusu magonjwa uingie. Kwani maandiko nasema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, haiko hekalu ya magonjwa. Mwaka utaisha hauingie hospitali, na mwaka utakuja hauingie hospitali, na mwaka utakuja hauingie hospitali. Maana waganga watakula 1 ya 10 yako, atakayekula 1 ya 10 ni Mungu peke yake. Inawezekana uishi na mwili mnene na hauko mgonjwa, inawezekana uwe mwembamba na hauko mgonjwa, kwani magonjwa haioneshe uwepo wa Bwana. Mungu hajaitwa mgonjwa, Mungu anaitwa mponyi, ndio maana anaitwa Jehova Rafa. Katika maisha yako ya kiroho, Mungu akufanye wa kuponya wengine, kwa maana katika mikono ya mitume Bwana aliweka nguvu za uponyaji. Na si mitume tu, akasema wote wanaoamini. Kwa sababu naamini kuna nguvu za uponyaji. Sitakwambia upokee zile nguvu kwa sababu nguvu unazo, na pia kukuinforme kama kuna nguvu za uponyaji unazo. Kwa nini taifa linaangamia? Ni kwa sababu manabii wasimame. Kwa maana manabii waliposimama, hata taifa lilikuwa kwenye shida, lazima ipate uponyaji. Ili kwamba mvua isinyeshe pale Israeli, libidi Elia asimame. Ili Yesu azaliwe, libidi nabii atabiri. Nami kama nabii wa Bwana jioni ya leo, niko natabiri mvua ya baraka juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Kuna vitu Mungu iko navyo, anangoja nabii aamuru. Wakati nabii iko nangoja Mungu atende, Mungu anangoja nabii aamuru ili Mungu atende. Niko natabiri Mungu afungue milango juu yako na juu ya jamaa yako katika jina la Yesu. Kwani maisha yako si yale. Mungu akukonekti na watu wa maana sana, ili watu wajiulize ni yeye wala haiko yeye. Mungu tunayemtumikia haiko tu wa kulilishana, ni Mungu pia wa kuchekeshana. Haiko tu Mungu wa kudharaulisha, ni Mungu wa kuheshimisha. Ni Mungu anayetupeleka utukufu zaidi ya utukufu. Kama kuna wengine wataweka maserumu ndani ya nyumba yao, wataweka madawa mu nyumba yao, wewe kwa mikono yako umeweka uponyaji, na utaanza kufanyisha watu operation ambayo haina alama. Kwani Mungu tunayemtumikia amesema katika mikono yenu mtaweka juu wagonjwa na watapata uponyaji. Hapa Jehova nisi, hata mtoto mdogo akiomba, amini kuna muujiza. Unapotoka hapa kwenda nyumbani kwako, pakiwa mgonjwa, weka mkono juu yake na mwambie umepona. Kwani hii juma si juma tu za unabii, juma za kupokea. Mungu anapoweka manabii katikati yetu, ni kwamba vitu vya mbingu vikuwe vyetu. Ni juma ambao ndoto zako zitageuka kweli, kwa maana ni Mungu wa viwango. Bible yangu inasema, akaambia mitume, kwenye mikono yenu naweka uponyaji, lolote mtakaloliomba litafanyika. Kinachonibariki ni kwamba Yesu njoo alisema kwa mikono naweka uponyaji. Lakini Roho Mtakatifu alipofika kwa maisha ya Petro, uponyaji haikubakia tu kwa mikono, uponyaji kapanda viwango vingine. Hata kivuli cha Petro kikaanza fanya miujiza. Niko natangazia mtu moja, hata kama mkono yako haijafika, kivuli chake kitafika. Kwani hakuna anayeweza kuua kivuli, hakuna anayeweza kanyaga kivuli. Watu walioapa ni vivuli. Natangaza kwamba Yesu ambaye ni jua,
ikiwa juu ya maisha yako, wewe kivuli itaonekana na itafanyika miujiza. Hii ndio maana hata wengine walishindwa jana, wewe utaweza pale fasi walishindwa, kwa sababu unakuja kwenye viwango vingine. Kivuli cha Petro kiliponya. Itakuwaje wewe ambaye ulipokea neema kama Petro? Nikitangaza kwa familia yako, Bwana akupandishe viwango vingine. Nasema kipesa, viwango vingine. Natabiri kiupako, viwango vingine. Natabiri kiokovu, viwango vingine. Natabiri kihusiano, viwango vingine. Natabiri kikarama, viwango vingine. Natabiri kimaombi, viwango vingine. Natabiri kimahusiano, viwango vingine. Watu ambao watakuelewa kwa vile viwango vyako, Mungu watie kando yako. Panda viwango vingine. Panda viwango vya kutabiri mpaka dunia ishangae. Panda viwango vya kuhubiri mpaka dunia ishangae. Panda viwango vya baraka mpaka dunia ishangae. Panda viwango vya uponyaji mpaka dunia ishangae. Hapa hatukuje kufanya mzaha, hatukuje kupoteza wakati. We are not here to waste the time. We are not here to visit this church. We are here to go for another level. Tukitabiri Mungu wa viwango aonekane kwenye maisha yetu. Hapa Jehova Nisi, watu watakuona mwili wanaweza wakaizarau, lakini ndani yako mkuwe viwango vingine. Bwana akupatie maisha ya watu kwenye ndoto na uelezee asubuhi viwango vingine. Bwana akupandishe kwenye ngazi ya kutabiri mpaka mataifa wajue Mungu yupo Jehova Nisi. Bwana akupeleke kwenye vile viwango vya mahubiri mpaka mbingu zinahitaji kusikia na yahubiri ni nani. Bwana akupandishe kwenye viwango vya mahusiano, kwani mwaka hii ni mwaka ya viwango vingine. Wanaweza kusema utaishi bila dhambi, tuambie inawezekana niishi bila dhambi, kwa maana mimi ni mtu wa viwango vingine. Wanaosema hautaishi bila ulevi, utawaambia inaweza kuishi bila ulevi, kwa maana mimi ni mtu wa viwango vingine. Dunia hii inawaogopa watu wa viwango. Watakaokuja na cheo mbele yako ukiwa na viwango watapiga magoti mbele yako, ingalao wana vyeo, kwa maana Mungu ni wa viwango. Tujamona mtu aliyetumika na Bwana na akabaki pale alipokuwa jana. Wote walipanda viwango. Kama Petro alikuwa mvuvi wa samaki, alipomkuta Bwana kuwa mvuvi wa watu, kwa maana Mungu ni wa viwango. Kama Elia alijua kufunga mvua, kesho yake aliita moto na akaita pia maji, kwani Mungu ni wa viwango. Hatuwezi kubaki kwenye kile kiwango cha jana. Mwaka hii Bwana akupeleke kwenye viwango vya juu, ili watu watakapokuona waseme Mungu yupo Jehova Nisi, anayepandisha watu wake viwango. Kiafya upande viwango, kimaombi upande viwango, kiupako upande viwango, chochote ambacho utagusa kipande viwango. Watoto wako shule wapate akili wapande viwango. Adui zako wanapokuona waone huko kwenye level ambao hawako juu. Bwana akupandisha ngazi ambazo si za kawaida, kwa maana ni Mungu wa viwango. Kuna mtu mwingine hawezi kuelewa kwa sababu hamuko kiwango kimoja. Atajiita adui yako kwa sababu hamuko viwango vimoja. Wale ambao wana viwango vya kuelewa kenye Mungu atakutendea, lazima watakuelewa hata kama haujawafasiria. Kuna majaribu Mungu alikupitisha ili kwamba akupandishe viwango vingine. Niko na tabiri, baada ya kule kulia kwako kuna miujiza inafuata. Maandiko nasema kwa kanisa ya mitume palijaa ishara na miujiza ilitokea. Hapa Jehova Nisi hakutajaa vilio tu, kutajaa ishara na miujiza itatokea hapa. Kwa kivuli cha watoto wa Jehova Nisi itafanyika ishara. Wakati mwingine usisubiri watumishi waseme unapona, hata kama watasema, kwa maana Mungu wao yupo hapa. Kuna miujiza ambayo utaiona. Kuna wengine waliingia kanisani kwa sababu fulani aliingia, lakini kuna mwingine yuko kwenye viwango vya juu. Hata kama uwezo kaelewe maombi yake, anajua Mungu anamuelewa. Sometimes tunaomba kwa lugha, hatuhitaji watu watusikie. Tunajua Mungu aliyeumba lugha zote ametusikia. Hii mwaka ni mwaka wa viwango vingine. Usikae kuangalia maisha yako ya jana, angalia future yako itakuwa nzuri kuliko jana. Wale waliofaulu wana historia za kushindwa mara mingi. Wale waliozaraulika wana historia za kuinuliwa pia.
Mungu ninayekuhubiri magharibi ya leo haiko Mungu wa kukaa nafasi moja, ni Mungu wa viwango. Mungu akufungue macho ujue anayekaa karibu yako ni nani. Mungu akufungue macho hata maadui zako wajue una Mungu wa aina gani. Kwani juma hili nikiona Mungu akipandisha mabinti viwango wakitabiri kwa lugha, nikiona wamama wakisema kwa lugha nyipya, vijana wakipreach gospel kwenye upako na uwezo wa ajabu na karama za roho zikikufunulia, wengine wakitembea na information utatembea na revelation. Kwani Mungu ni Mungu wa viwango. Kabla mwaka hii ishe, Mungu akupandisha viwango na familia yako ipande viwango, utoke pale ulikuwa na upande mahali pa juu. Receive it in the mighty name of Jesus. Bwana aifanye juu yako ili kwamba uende kwenye viwango. Kuna mwingine kijana alikukataa kwa sababu si wa kiwango chako. Kuna mwingine binti alikukataa kwa sababu si wa kiwango chako. Mungu anaweza kuconnect na mtu wa kiwango chako. Kote kutaweka nyao ya miguu yako, viwango vyako vipaogopeshe. Mungu ambaye nakuhubiri magharibi ya leo atazimisha vina vya maadui zako, kwa maana ni Mungu wa viwango. Tunaweza ingia mpango la simba sote, tuna cheo katika government lakini hatuna viwango moja kiroho. Wenye cheo pale kwa pango la simba ziliwatavuna, lakini mtu wa viwango Daniel, simba zilimwachilia kwa maana zilijua huyu jamaa hana tu cheo, lakini kiwango chake ni cha juu sana. Tunaweza kutupa kwenye tanuri ya moto, wengine watakufa kabla wajaingia kwenye moto, lakini Shadraki, Meshaki na Abednego hawawezi wakaungua kwa maana wana viwango vingine. Ndio maana moto ya Jenamu haiwezi kulunguza wa Kristo, kwa maana wa Kristo walivunja nguvu za moto wa Agano la Kale. Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa viwango. Kuna watu walihama mitaa kwa sababu ya wachawi. Wewe wachawi watahama mitaa kwa sababu yako, kwa maana ni Mungu wa viwango. Mungu ataleta historia nyipya kwenye maisha yako. Kile ambacho baba yako hajafanya, Mungu atakifanya na wewe kwa miaka ya chini sana. Nikiprophesy kwa miaka ya chini sana. Niko na tabiri, maadui uliowaona hautawaona tena. Wale waliokudharau hautawaona tena. Na ukiwaona wale maadui utawaona wakizama. Ukiwaona wale maadui utawaona wakijijimia. Ukiwaona wale maadui utaona Mungu akiwazimisha. Unavyolia inatosha, unavyozaraulika inatosha, unavyotukaniwa inatosha, unavyoonekana huna Mungu inatosha, unavyoonekana haufai inatosha. Ni wakati wa kuishi viwango vya Roho Mtakatifu. Bible inasema hamtakuwa mikia, mtakuwa kichwa. Ni wakati ambapo kote kutaweka miguu itakuwa kichwa. Ndani ya kazi yako itakuwa kichwa. Ndani ya huduma Bwana kufanye kichwa. Ndani ya mtai yako Bwana kufanye kichwa. Katika maisha kiroho kufanye kichwa, kwa maana ni Mungu wa viwango. Naona kuna mtu hajaelewa kile kipindi ambacho iko napitia na kuja kutangazia ni vita vya viwango. Labda unapitia jaribu za ajabu, unafikiri Mungu amekuachilia, ni jaribu za viwango. Kabla mwaka huu uishe, Mungu atakutendea vitu ambacho vina viwango vya juu, na watu watasema uligusa dawa, watu watasema uko devil super, watu watasema umetoka labda kuzimu. Kumbe ni mbingu itakutembelea, kwa sababu Mungu si wa kawaida, ni Mungu aliye zaidi ya kawaida. Na mhitaji mtu mmoja aombe juu ya viwango, tumwambie Jehova nipandishe viwango vingine. Yakaboshika yanda rababa eke rabo reke bababa yanda raboshika yende rebo bobo shaka yanda rababa baba yende rebo shika yanda rababa baba. Asante Jehova, asante Elohim, asante El Shaddai, asante Jemadar. Nataka nikusikie unaomba, nataka nikusikie unaomba, nataka nikusikie unaomba, kwa maana niko nasikia kuna nguvu za uponyaji zikitembea kwa magharibi ya leo. Kuna uwezo wa uponyaji ukitembea kwa magharibi ya leo. Kuna uwezo wa miujiza ukitembea kwa magharibi ya leo. Yule Mungu tunayemtumikia si Mungu wa kawaida, ni Mungu wa viwango.
Juma hii nikikualika kwenye ushuhuda, kwani Mungu atakupa ushuhuda kabla juma iishe, kwa sababu unavumilia maisha ya utakaso. Ingalao majaribu unayoipitia unajichunga peke yako, Bwana atakupeleka viwango ambavyo hakuna mtu ataelewa kile kiwango. Mwambie Jehova, ni wakati huu ambao utaniheshimisha mbele ya maadui. Ni wakati ambapo utaninua ndani ya vijana maelfu. Ni wakati ambapo utanipa ushuhuda. Naona kuna mtu Mungu yupo anampandisha viwango juu ya viwango, viwango juu ya viwango, viwango juu ya viwango. Mwambie Jehova akupandishe ngazi ya juu. Watu tushikaneni mikono, walio chini wasimame. I'm going to release a fire. Na kwenda kuachilia nguvu zilizo juu. Nahitaji mtu mmoja afunge mlango, kwa sababu Mungu hatabaki kwenye maandiko tu, ataingia kwenye maisha yako. Shika mkono ya ndugu yako, kwa sababu nasikia kuna neema inayokuja isiyokuwa ya kawaida. Kuna vitu unakwenda kupokea magharibi ya leo. Maisha ya watu iliteseka kwa sababu nabii alikuwa hajafika. Nabii akifika hata maji ya Jericho inapata onjo. Nabii akifika hata Israeli inatoka Misri. Nabii akifika hata mvua inanyesha mahali kukua. Shika ile mikono ili kwamba neema ya Mungu ikutembelee magharibi ya leo. Nataka nisikie mtu mmoja akifunga macho yake na akifungua moyo wake kwa Baba, kwa maana nimesikia kuna kitu kimeniambia ni juma ya viwango, ni juma ya miujiza, ni juma ambao mbingu zitakuangalia. Rekebo shika yaka, rekebo shaka yanda rabo shika, yende raba baranda rabo rekebebe, yanda rabo shika, yekebo shika yata raba baba baba, yanda raba baba shaka, yeke rende rebo shaka.